Kwa hiyo kwenye upendo kwanza tunaangalia injili ya kwanza iliyohubiriwa. Injili ya kwanza tuliyosikia. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni injili ya kuacha dhambi. Ilikuwa ni injili ya kuhukumu matendo maovu na ya dhambi. Ilikuwa ni injili ya kumfunua Yesu na upendo wake ulivyo na msamaha wa Mungu. Ilikuwa ni injili ya kuwapa matumaini waliookoka kwamba siku moja tutakwenda kwa Baba. Siku moja tutakata mawimbi, tutakwenda kwa Baba. Lakini siku ya leo hatuhubiriwe habari ya kwamba kuna siku Yesu atarudi, atatufuta machozi. Siku hizi kufuta machozi ni kununua range. Yaani kuolewa, yaani mtu anaona eti ndio ashafika mbinguni. Hala. Kuoa, mtu anaona ashafika mbinguni. Kupata cheo, mtu anaona afika mbinguni. Kuna watu wana vyeo kule kuliko vya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwani marais wote wa dunia ni wangapi? Nitajie marais wangapi wameokoka? Si mmoja tu alikuwa juzi, sio Malawi hapa apigwa chini hayupo. Nitajie marais wale waokoka. Kwa hiyo watu wasiookoka wanavyo vingi vya kutuzidi. Sasa sisi tusishindane kwa ajili ya hivyo. Watumishi wa Mungu hatuwezi kushindana kwa idadi ya magari tulionayo, kwa idadi ya washirika tulionao. Yaani siku hizi ni washirika. Wako wachungaji leo wakisema ukweli kama sisi tunaosimama kuihubiri injili tunachukiwa. Tena unaweza ukauawa kabisa. Yaani sio kuuawa labda kwa kuroga hawakuwezi. Haleluya. Kukuroga hawakuwezi. Lakini watakuua physically namna hiyo, hata kwa kisu au kwa sumu. Ndio kanisa lipofikia. Vyeo makanisani vinagombaniwa. Yaani uaskofu wako upande wanaenda kwa Mungu wa dunia awasaidie kupata uaskofu kanisani, na wako ambao wanatumia njuruku kupata uaskofu kanisani. Ndio tulipofika kanisa. Na wako watu wakija makanisani kwa sababu wana hela zake, atataka kutoa na mchungaji aone kwamba anatoa. Mchungaji pokea gari, mchungaji chukua hiki, mama mchungaji hiki, katibu wa kanisa hiki. Yaani anaenda anataka baadaye naye ainuliwe, apewe ka sehemu fulani. Bwana sasa wewe uwe mkurugenzi wa idara hii. Ukishampa ndio amefika. Amepata kwa na wachungaji vipofu, makuhani vipofu, wasioona ambao wanaangalia tu midomo yao na matumbo yao, wameharibu kanisa la Bwana.